Leo nimekuja tena kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba fursa ya kugombea ubunge kwa awamu ya pili baada ya kukamilisha awamu ya kwanza ya utumishi. Na kimsingi nimejipima na nimeona ninatosha kuomba nafasi kwa awamu ya pili ya kugombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini, na ukizingatia kwamba ninajiona nina sifa zote. Ukienda kwenye upande wa elimu yangu haina mashaka ya aina yoyote, haina dosari yoyote, nina vyeti ambavyo havina mashaka. Ukienda kwenye upande wa kazi, tumechapa kazi kiwango cha kutosha, tumewasemea wananchi, tumepinga ufisadi na masuala mengi ambayo yalikuwa yanarudisha nyuma maendeleo ya wananchi wa jimbo la Arusha. Tumefanya mambo mengi kwa kushirikiana na wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Kwa miaka yangu yote mitano nimejitahidi kuwa jimboni, kuangalia changamoto za watu, lakini pia nimejitahidi kushiriki ndani ya bunge na kujenga hoja mbalimbali za wananchi. Iko miradi mbalimbali ambayo tumejengea hoja ambayo na imepitishwa, kama mradi wa taktiki ambao unakwenda kujenga barabara ya Ngo Sheraton, barabara ya Ola City, unakwenda kujenga stendi ya kisasa jiji la Arusha, soko la Kilombero na soko la Mulombo. Lakini tumejenga hoja pia kujenga barabara ya Mianzini Ngaramtoni, barabara ya Elboru, barabara ya Boma Siala, barabara ya Kona Axelian kule Moshono, barabara ya Kijenge Ngulelo levo katika kata ya Levolos, tunaweka barabara pia kwenye kata ya Kaloleni na kwenye kata ya Sekei kwenda Mochwali pamoja na kule Muliet kwa Shangazi. Lakini halikadhalika pia tunajenga barabara ya Eso Longdong ambayo inaunganisha Unga Limited pamoja na kule Sokon 1 na maeneo mengine. Lakini tumejenga hoja kwenye huduma za afya, tumeboresha huduma za afya kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye masuala ya elimu tumejenga shule mpya za elimu za sekondari pamoja na msingi na masuala mengi ambayo yanahusiana na maendeleo. Kiujumla tumewakuwa sauti kwa wananchi wa jimbo la Arusha mjini, tumesema changamoto zinazowakabili, tumesukuma masuala ya maendeleo. Lakini halikadhalika nimekuja kuchukua pia fomu kifua mbele kwa sababu ya kazi kubwa na kazi nzuri sana ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia ameiangalia Arusha kipekee. Hakuna mradi hata mmoja wa Arusha ambao unaweza ukafanyika bila kuhusisha na maono binafsi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameweza kutuletea Royal Tour ambayo imesaidia kuboresha utalii na jiji letu la Arusha, lakini pia ameweza halikadhalika kutuletea mikutano mbalimbali toka mwaka 2021, kitu ambacho kimesaidia kuondoa hata changamoto ya baadhi ya Watanzania wenzetu kwenye masuala ya ajira, lakini kubwa zaidi imesaidia pia kuchochea uchumi wa jiji letu la Arusha. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wananchi wenzangu wa jimbo la Arusha mjini watanipa fursa tena ya kuwakilisha katika jimbo hili ili tuendelee kuwasemea na kuwa sauti yao ya maendeleo katika jimbo. Nimekuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi. Nimekuwa kiongozi wa umoja wa vijana. Nimekuwa kiongozi wa bunge la katiba. Nikapata huo nafasi kwa upendeleo wa Mungu, nikawa mkuu wa wilaya, nikawa mkuu wa mkoa. Kwa upendeleo wa Mungu nikawa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Na neema za Mungu zikaongezeka, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwenye maeneo yote haya niliyopita, nimejifunza uongozi na nikagundua sifa zangu 3 kubwa ndio zinazoweza kunitofautisha na kunipa nafasi ya kuendelea kuwatumikia watu. Ya kwanza ni mahusiano. Kwa mahusiano mazuri yanaweza kupunguza gharama. Jambo la gharama kubwa ukalifanya kwa gharama ndogo kwa sababu ya mahusiano. Sifa ya pili ni ushawishi. Ya tatu ya kuwa unafikiria nje ya boksi. Ndio maana ukiona hapa Arusha tumekuwa na matukio yaliyotutengenezea pesa. Sio kwa sababu ya kitu chochote kile, ni uwezo wa kufikiria nje ya boksi. Arusha mimi nipo tangu miaka 15 iliyopita. Kwa hiyo unaweza kuwa mpya kwa sababu ya cheo, lakini ni mkazi kwa sababu ya kuoa na kuishi nikiwa sehemu ya familia ya Wanarusha. Nimefanya kazi hapa Arusha kwa muda wa mwaka mmoja nikiwa mkuu wa mkoa. Nimeona mambo makubwa mawili. Nimeona upendo wa Wanarusha, nimeona bidii ya utafutaji wa pesa wa Wanarusha. Nimekuwa nikipata salamu nyingi tu, ndugu yetu, baada ya uchaguzi unaelekea wapi? Sio kahamishwa hapa. Afa yote unayoyafanya haya tukarudi siku ya 1. Wengine sasa hivi haya ni yako kwenye majukumu ya ukuu wa mkoa au ni uwezo wako binafsi? Lakini mtu mmoja
Akaanza kwa upendo tu. Hivi hatuwezi kuongea na bosi ukabaki tu hapa. Tunataka tuendelee hivi. Kabisa hilo siwezi kupanga mimi. Hilo anapanga aliyenileta. Wakawepo na watu wenye busara na upendo, wakasema hapana. Mwanetu, huu ni mlango wako ambao Mungu ameweka wazi kwa ajili ya Watanzania. Kwa unyenyekevu mkubwa, moyo wangu umelizia kuiomba nafasi ya ubunge la jimbo la hapa Arusha mjini. Miaka 5 tuisuke Arusha kwa namna ambayo si tu mikoa mingine, natamani Afrika Mashariki waje wajifunze hapa kwetu. Tutabadilisha kutoka ofisi ya mbunge kuwa mtu, kuifanya ofisi ya mbunge kuwa taasisi. Alafu tutakuwa na kitengo kati ya vitengo 5. Moja wapo ni kitengo cha sheria kinachosimamia haki za wanyonge kwa kiwango ambacho mnyonge asiyekuwa na pesa ya kulipa wakili atalipiwa na ofisi ya mbunge. Kama ni kazi ninayo, lakini ninachotafuta ni kuwatumikia wananchi. Wangapi wanaridhia kwamba tumbariki kwa sababu amekuja kwetu na kutuambia? Tumeweka mkono wetu kwenye kichwa chake. Ya Rabbi, tunakuomba ukubalie yote mema ambayo atayaelekea, mfunulie shari zote zitakazokuwa mbele yake, awepo Jibril aweze kumlinda na kumnusuru. Kwa baraka zako ewe Mungu, tutengenezee mambo yetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.